Mtazamaji wa Let's Diocracy TV, leo niko katika kata ya Songambele na jaribu kutazama ni nini kinaendelea katika upande wa ofisi za Chama cha Mapinduzi. Hiki ni chama tawala kilichochukua dola toka uwepo wa vyama vingi hapa Tanzania mwaka 1995 mpaka sasa kinaendelea kuchukua dola ya Tanzania. Wanaendelea kujimwaya na wanaendelea kuibeba nchi wakionyesha mfumo uzuri, mfumo unaoeleweka, uongozi bora, safu inayoeleweka. Na hapa nimeamua nichukue maendeleo ya chama ikitoka kwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi nchini, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Hii ni pikipiki na naona leo nani anaimiliki, nani anaiendesha, anafanya shughuli gani? Hebu tuambatane pamoja, ninakupeleka katika kata ya Songambele, na tunajua hili taifa tayari lina kolam kubwa ya vijana. Tunaweza kusema kwa ujumla wake kwamba Tanzania ni ya vijana. Mimi ni Eladius Mhoza, nikupeleke kwa mwenyekiti wa umoja wa vijana UVCCM kata ya Songambele. Mheshimiwa, karibu sana. Asante sana. Nimeona hapa, kwanza nikupongeze kwa kuwa una chombo ambacho kimeteuliwa na Chama cha Mapinduzi. Hii ni mali ya Chama cha Mapinduzi kufanya shughuli za Chama cha Mapinduzi. Kwenye kata yako kama mwenyekiti wa umoja wa vijana, nini inakusaidia? Imekurahisishaje? Unamshukuruje Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha chombo hiki ili kuweza kutekeleza shughuli za chama na kuwahudumia vijana wa Songambele? Asante sana. Kwanza nichukue fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ndio mwenyekiti wa chama chetu, Chama cha Mapinduzi Taifa, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuona hili, kwa kutupatia vifaa hivi vya pikipiki. Mimi hii pikipiki sio kwamba mimi ndo mmiliki. Hii pikipiki inamilikiwa na ofisi ya umoja wa vijana wa CCM kata Songambele. Kwa mantiki, anayemiliki chombo hiki ni katibu wa umoja wa vijana wa CCM wakati ya Songambele kwa ajili ya kurahisisha kazi za Chama cha Mapinduzi. Lakini pikipiki imetusaidia sana, kwanza kwenye jumuiya yetu tunafanya kazi kwa kujituma, kazi za chama. Katibu akiitwa sehemu anawahi kwa muda, lakini hata mimi nikiwa na shughuli ya umoja wa vijana, shughuli ya Chama cha Mapinduzi, mfano naenda kwenye vikao vya kamati ya siasa ya kata, na chukua chombo cha katibu naenda kwenye vikao. Kwa hiyo hususan kama juzi hapa tulikuwa na siku 10 za moto za kugawa kadi za Chama cha Mapinduzi. Pikipiki zimetusaidia sana, tumesaidiwa sana na usafiri. Nishukuru sana Chama cha Mapinduzi Taifa, lakini nimshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Taifa, kwa kuona hili. Lakini nishukuru sana na washauri waliomshauri kwa kuona kwamba tuletee vyombo ambavyo sisi ndio wenye dola na sisi ndio tunahangaika kutafuta kura za serikali, kura ili Chama cha Mapinduzi kishike hatamu. Na nishukuru sana Mheshimiwa Rais amerudisha fadhila kwa viongozi wetu wa chama. Kwa hili lililofanyika, unaweza kusema nini juu ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao wamekuwa na miaka 5 ya kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi? Nini kimetekelezeka hasa kwa vijana wa kata ya Songambele? Asante sana. Kupitia kwa hili la Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kama rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amefanya makubwa kwenye kata yetu ya Songambele. Kwa kipindi cha sasa hivi ni miaka 4. Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana, ametuletea shule moja ya viwango sana, shule ya Uwezo. Shule ile ilitengewa fedha milioni 300+. Ikatengewa fedha kuanzia kwenye kuchimba msingi mpaka kwenye kuwezeka, mpaka kwenye kufanya nini, kupiga, kupaua, kufanya nini, mpaka sasa hivi shule imekamilika. Sisi cha kwetu kulikuwa ni kuweka watoto wakaanza kusoma. Na ile shule ni shule ya viwango sana kwenye kata yetu, shule ambayo mwananchi hakuchangia hata shilingi 100. Yaani ni shule ambayo rais alileta tu kama shukrani. Lakini kitu ambacho nimekiona kwa rais wetu ni namna anavyofikisha maendeleo mpaka sisi huku chini kabisa. Hii sisi hatukutarajia. Unajua sisi huku ukija kuangalia kama vile saa nyingine kama vile tuko Rwanda. Lakini ukiangalia Mheshimiwa Rais anatoka makao makuu kule, anakuja anashuka, miradi imeshuka mpaka huku chini na sisi tunanufaika na hii miradi. Kwa hiyo mimi cha kumpongeza ni kumpongeza sana Mheshimiwa Rais, lakini sio hivyo tu, madawa yapo kwa kina mama wanapata huduma, wajawazito, lakini watoto wanapata huduma. Kiukweli Mama Samia Suluhu Hassan ameupiga mwingi kama rais wa Jamhuri. Mheshimiwa mwenyekiti wa vijana wa CCM kata ya Songambele, unasema Mama Samia ameupiga mwingi kutoka makao makuu ya nchi hadi huku pembezoni mpakani mwa Rwanda.
Hii ni kuonyesha kwamba mama amekijaa kiti na chenji inabaki. Mheshimiwa Rais kwake sisi hatuna baya, hatuna deni naye. Mheshimiwa Rais sisi kazi yetu tulionayo ni tunasubiri Oktoba ili tumpatie kura za kutosha, na kama ulivyoona sisi mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi Taifa ulimpitisha moja kwa moja, kwa sababu unajua utaratibu wa chama chetu. Mama hangekuwa anabaya basi wangekuja wagombea, lakini kwa sababu mama amefanya makubwa, chama kimeona ya kwamba mama huyu hapiti akiwa peke yake. Kwa hiyo sisi tunasubiri wale wengine waje tukutane mezani ili mambo mengine yaendelee. Mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi Taifa uliofanyika Dodoma ulimtangaza Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea wa kiti cha urais kwa miaka mingine mitano. Hii unawaambia nini Watanzania na wanasonga mbele kwa ujumla kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba, kula kwa Mama Samia? Wanasonga mbele na Watanzania wote nawaambia rais tunaye na tunatamba naye. Basi hamna kingine. Rais tunaye na tunatamba naye. Tukimwacha Mheshimiwa Rais, tuna baraza la madiwani, lakini pia tuna wabunge. Unazungumzia nini juu ya madiwani wa CCM na wabunge wa CCM? Asante sana. Hilo sasa moja kwa moja mwandishi wa habari unanielekeza kwamba tunaenda kwenye uchaguzi. Tunaenda kwenye mchakato wa kuwapata madiwani watakao pepelusha bendera ya CCM, lakini pia kuwapata wabunge wanaoenda kuipepelesha bendera ya CCM, kuhakikisha kwamba CCM inabaki katika mfumo wa 3 katika 1, yani diwani, mbunge na rais wote wa CCM. Unazungumza nini juu ya madiwani na wabunge wa CCM katika mchakato huu wa kwenda kwenye kura za maoni baada ya uwasilishaji wa fomu? Asante sana Mheshimiwa mtangazaji. Kwanza mimi niseme nitaanza na nafasi kubwa, nafasi ya ubunge. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa chama chetu, lakini kamati kuu ilishakaa imeketi, imetoa utaratibu namna ya kutoa fomu na namna ya kurejesha fomu. Mpaka sasa hivi tunachokisubiri ni hawa ambao wapo madarakani wamalizie muda wao ili utaratibu wa chama uendelee. Lakini mimi nilichokuwa nasihi kwa wanachama wenzangu, hususan mimi kundi kubwa ambalo niko nalo, kundi la Umoja wa Vijana, kama tulivyoelekezwa na Chama cha Mapinduzi Taifa kikisema ya kwamba vijana tujitokeze kugombea nafasi za ubunge, nafasi za udiwani, lakini na nafasi za uwakilishi. Sasa mimi ni wasihi vijana wenzangu hizi nafasi, kwa sababu hakuna mtu aliyeumbwa na nafasi kusema kwamba hii nafasi nimeumbwa na mimi, nafasi yangu siruhusiwi kutoka. Kwa hiyo mimi nilichokuwa na shauri, kwa sababu Mheshimiwa Rais yeye tayari ametupa nafasi ya kwamba sisi hizi nafasi tuzigombee, na muda ukifika, mimi nashauri sana vijana wachukue fomu, wagombee, tujipime. Lakini sio kujipima tu, tujipime na tuwe tuna uhakika ya kwamba viongozi wetu wapo makini sana, wanajua kazi tunazozifanya sisi kama Umoja wa Vijana. Hususan kama hili mimi niseme, tunapokuwa na wawakilishi vijana kwenye maeneo fulani, hususan kama halmashauri, tunapata na sisi fursa mbalimbali sisi kama vijana. Kwa mantiki hiyo tunakuwa na kundi kubwa la kutusemea sisi upande wa vijana, na sisi tunaenjoy na tunanufaika na miradi ambayo inakuwa kwenye halmashauri zetu. Mimi nikushukuru sana. Wewe ni kiongozi wa chama ambacho kinaisimamia serikali kutimiza majukumu yake ili kuweza kutoa huduma bora kwa wananchi. Tunaelekea kwenye sikukuu za Pasaka ambazo zinakuwa na mikusanyiko mingi, zinakuwa na watu kukusanyika sehemu pamoja katika ibada na kusherekea kwa namna nyingine. Unashauri nini serikali? Unawashauri nini wananchi kuelekea kwamba kesho tuna sikukuu ya Pasaka? Asante sana. Kwanza wananchi wakae wakijua kwamba tulikuwa na siku 40 za kufunga. Siku ya Kwaresma ambayo tunaenda kuhitimisha leo usiku, ambapo Bwana yetu Yesu Kristo atafufuka. Kwa hiyo mimi ni wasihi wananchi na Watanzania wote kwenye kipindi hiki cha kusherekea, tusijitoe ufahamu. Tujue ya kwamba sisi tulikuwa watakatifu. Kwa hiyo utakatifu wetu ambao tumefunga siku 40 usije ukatoka ndani ya siku moja. Tujitahidi sana, tuwe wapole, kwa sababu bado tunakuwa kwenye utaratibu na bado tunakuwa na machungu tunakuwa na furaha za kufurahia kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo niwaombe sana, tujitahidi sana, tukae tukimrudia Bwana, tumrejee Bwana, lakini tusiwe na mabadiliko yote, kwa sababu tunaweza tukafunga siku 40 lakini siku moja ikatuondelea hutu wa siku 40 ambazo tulikuwa tukifunga. Sasa baadaye yake huko kunakuwa sio kufunga, bali kunakuwa ni kushinda njaa. Kwa hiyo mimi niwaombe sana Watanzania wenzangu, lakini wanasonga mbele, vijana wenzangu, tujitahidi sana, lakini kikubwa zaidi
tukienda na kitu kimoja hiki ambacho tumeletewa na chama chetu, Chama cha Mapinduzi, kwamba kazi na utu. Basi kazi na utu, kila kitu tukifanya kazi lakini tukiwa na utu ndani yake, mimi najua kila kitu kitasonga mbele kama jina kama slogan ilivyoandaliwa na chama chetu. Mimi nikushukuru sana mwenyekiti wa vijana wa CCM kata ya Songambele, ambayo mimi najua una kundi kubwa la wana CCM kwenye kata yako. Nini umewaambia wana Press TV? Nilikuwa na mwenyekiti wa vijana wa CCM kata ya Songambele, amezungumza mengi kuhusiana na mfumo wa chama. Kikubwa alichokisema, amesema CCM kwanza ndicho chama chenye mfumo wenye uongozi imara ambao uko kwenye system ya uongozi kuanzia taifa kwenda mkoa kuja wilaya hata ngazi ya kata. Shalap sana kwa wana CCM, niwatakie kila laheri pia watazamaji na wapenzi wanaoenda kwenye sikukuu za Pasaka. Amesema tusherekee bila kusahau kwamba CCM inasema kazi na utu. Utu utangulie mbele, lakini tukumbuke kwamba tumefunga siku 40, tusisahau kwa siku moja. Ni Eladi Usimoza, tukutane tena wakati mwingine.